Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso amemwagiza mtendaji mkuu mfuko wa maji wa taifa Haji Nandule kumlipa mkandarasi Canoprise International Ltd anayetekeleza mradi wa ujenzi wa bwawa la Itaswi Kisaki wilayani Kondoa mkoani Dodoma shilingi milioni 700 ili mradi huo ukamilike kwa haraka. Agizo hilo amelitoa baada ya kupokea malalamiko ya kuchelewa kwa mradi kutoka kwa mbunge wa jimbo hilo Dr. Ashatu Kijaji ambaye pia ni waziri wa mifugo na uvuvi. Amesema ucheleweshwaji wa malipo ya mkandarasi wakati ambapo fedha zipo hauvumiliki na hivyo watendaji wa wizara wahakikishe changamoto kama hizo zinapatiwa ufumbuzi wa haraka. Amesisitiza kuwa lengo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha wanawake wa Tanzania wanatuliwa ndoo kichwani liko pale pale, hivyo watendaji wasikwamishe. Waziri Aweso amesema bwawa hilo lina umuhimu mkubwa kwa wananchi wa Kondoa kwa sababu kukamilika kwake litaondoa changamoto ya huduma ya maji katika kata 6 zenye vijiji 20 na litawezesha upatikanaji wa maji kwa 100% kwa kipindi chote cha mwaka. Bwawa hilo linatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 5.7, limefikia 33% huku likitarajiwa kukamilika Oktoba 2025. Naye mbunge wa Kondoa Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufanikisha utekelezaji wa miradi mingi wilayani humo. Pia amesema ndani ya miaka 4 serikali imeleta zaidi ya bilioni 19 kwa ajili ya miradi mbalimbali, jambo ambalo limeifanya wilaya ya Kondoa kupiga hatua kubwa katika maendeleo. Mimi ni Irene Nziku na hii ni Ambwene Media. Hatuwezi maeneo yote tunazindua mradi ya maji watu wanasherekea eti Kondoa kila kukicha mwe wanyonge. Haiwezekani. Mradi upo 80%, mradi upo 70%, mradi upo 90%, eti hautoi maji. Haiwezekani. Haiwezekani fedha zitolewe alafu watu wasipate huduma ya maji. Huyu mtendaji wa Ruwasa wa maji vijijini. Unaona gari? Sasa kama una gari unasimamiaje miradi? Mkurugenzi wa maji mjini njoo. Dola na wewe njoo. Unaona gari? Haya. Wewe gari lako ulokuja nalo mkabidhi dola, wewe utapanda gari langu tutakwenda zetu. Haiwezekani. Uweze ukawa na jimbo kubwa namna hili alafu wasio na gari ya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi. Haiwezekani. Mradi Kisaki. DM una matatizo gani? Mradi wa pampu. Sasa pampu kiasi gani? Pampu ambao ni takriban milioni 20-25. Milioni 20 wewe mkurugenzi hauna nani Ruwasa mkoa hauna milioni 20? Mheshimiwa Waziri hapana bado sina hizo milioni 20. Nasema milioni 20 ipo haipo? Milioni 20 Mheshimiwa Waziri haipo. Haipo milioni 20? Haipo. Katika maarifa yote ambayo nyinyi mmeshindwa kupata milioni 20 niambie. Mheshimiwa tutajitahidi tuzitafuta milioni 20. Pigie bosi wako. Halo, habari Mariam? Nimekuja hapa Kondoa. Kazi kubwa naona mnafanya maeneo mbalimbali lakini miradi hapa Kondoa ipo mingi lakini hakuna miradi iliyokamilika. 80%, 70% haitoi maji. Nataka uniambie miradi mingi unauliza imefika 90% inahitaji milioni 20 watu hawapati maji kwa sababu hamna milioni 20. Namuuliza RM anasema hana milioni 20. Unieleze hauna milioni 20? Sasa kama hivyo mpaka waziri ndo nije. Tumeshatoa kibali mkuu, mkuu mturuhusu tutazituma wiki hii. So wiki hii nisikilizeni. Ndio mkuu. Mtoke ofisini wewe na mkurugenzi wako wa Ruwasa mje Kondoa mkamilishe miradi yote ya Kondoa na nitaizindua mwenyewe. Sawa mkuu, sawa. Kama mmeshindwa kufanya kazi katika hili eneo la Dodoma au eneo la Kondoa, mniambie tu. Hamna lugha nyingine. Mimi kuanzia leo sitokuja hapa kusikiliza changamoto. Anzeni kunitengenezea ratiba ya Kondoa kuja kuzindua miradi ya maji Kondoa. Tumepata mkandarasi, ameona kazi hapa inafanyika lakini inasuasua.
Ndio maana akasema, Mheshimiwa Waziri, naomba uje, na nikamwambia nakuja. Hapa mkandarasi anadai, Mheshimiwa mbunge hapa ameeleza ya kwamba mkandarasi wenu anadai milioni 900, si ndio? Mpaka Jumatano hadi Alhamisi leta milioni 500 na hizo 200 ziwe 700 akabidhiwe mkandarasi. Nikuonye na kusii mkandarasi, fedha hizi tunazozitoa kwenye Jumatano mpaka Alhamisi utakuwa umezipata 700. Mwezi ujao tabana tena nitakuletea 200, 900 imekamilika. Tunachohitaji ni kazi. Tusilete pesa katika mradi wa Itaswi, unazichukua fedha unaenda kufanya kazi katika miradi mingine. Mimi kijana bwana, ukizingua tunazinguana, biashara imekwisha.